bila cheti cha kuzaliwa hauwezi kupata NIDA. Kwenye video hii tunaenda kuua ndege wawili kwa jiwe moja. Hapa tunaenda kuzungumzia jinsi ya kupata cheti cha kuzaliwa pamoja na kupata kitambulisho cha taifa. Watu wengi wanaanza maombi ya vitambulisho vya taifa bila kuwa hata na cheti cha kuzaliwa. Hii inaweza ikasababisha changamoto kubwa sana inayopelekea wao kuchelewa kupata vitambulisho vyao vya taifa au wakati mwingine wakakata tamaa. Kiukweli kabisa, kwa mtu ambaye hana cheti cha kuzaliwa anaweza akapitia changamoto nyingi sana, na watu wengi wamekuwa wanafikia hatua wanakata tamaa, wasema mimi siwezi nikaendelea tena kuomba kitambulisho kwa sababu ninaona inanipotezea muda na mchakato ni mrefu sana. Hii ndiyo sababu ya wewe kukaa na kuangalia video hii mwanzo hadi mwisho, kwa sababu nitaenda kukuelekeza hatua kwa hatua ni kwa jinsi gani utaenda kupata kitambulisho chako cha taifa, lakini pia ni kwa jinsi gani utaenda kupata cheti chako cha kuzaliwa. Naitwa Blood, nimekuwa nafundisha watu jinsi gani unaweza ukapata cheti cha kuzaliwa online, lakini pia nimekuwa nikifundisha jinsi gani watu wanaweza wakafanya registration ya makampuni online pamoja na TIN number. Kama bado hujasubscribe channel hii, tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare ili uendelee kuwa mnufaika wa kwanza pale tutakapokuwa tukikuwekea video nyingi kila siku. Kama wewe tayari una kitambulisho cha NIDA, usije ukapuuzia kabisa swala la kuwa na cheti cha kuzaliwa, kwa sababu kuna wakati ambapo cheti cha kuzaliwa na kitambulisho cha taifa vyote vinahitajika kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kama tayari wewe una NIDA lakini bado hujafanya mchakato wa kupata cheti cha kuzaliwa, ni vizuri sasa ukafuatilia hatua kwa hatua ni kwa namna gani ambavyo wewe unaweza ukapata cheti cha kuzaliwa, kwa sababu kwa mtu ambaye tayari alishapata NIDA ni rahisi sana kupata cheti cha kuzaliwa, kwa sababu tayari yeye ana kitambulisho cha NIDA na hicho anaweza kukitumia kwa ajili ya kuomba cheti cha kuzaliwa. Kama wewe ni mwanafunzi umemaliza form 4 au umemaliza form 6 na umefikisha umri ambao unatakiwa kuwa na kitambulisho cha taifa lakini bado hauna cheti cha kuzaliwa, basi ambatana na mimi kwa makini, kwa sababu nataka nikuelekeze hatua kwa hatua ni kwa jinsi gani utaanza mchakato mzima na mwisho wa siku uweze kupata kitambulisho chako cha utaifa na cheti cha kuzaliwa. Utaandaa viambatanisho muhimu sana ambavyo vimebeba taarifa zako za uzazi, na kiambatanisho ambacho kina nguvu sana na kinaweza kukusaidia wewe kupata cheti cha kuzaliwa kwa haraka ni living certificate. Living certificate ina taarifa zako kuhusiana na uzazi, kwa sababu kwenye prim number pale, prim number inakuwa na details za majina yako, wazazi pamoja pia na tarehe uliozaliwa. Kwa hiyo kwenye mfumo wa e-RITA unapotumia living certificate inakuwa ni rahisi sana wewe kupata cheti cha kuzaliwa, kwa sababu chenyewe kinakuwa na taarifa ambazo zimejitosheleza zaidi. Pia kama utakuwa na kadi ya kliniki ni vizuri ukaiandaa na yenyewe pia ukaiattach kwenye mfumo. Kitu kingine ambacho utakiandaa ni barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa, ambayo nayo pia utakuwa nayo kwa ajili ya kukutambulisha wewe, na utakuja kuiweka kwenye mfumo ili kusudi mfumo uweze kupokea na uweze kupata cheti cha kuzaliwa. Kitu kingine cha kuandaa ni taarifa zinazohusiana na wazazi. Hapa utaandaa taarifa zinazomhusu baba au mama, au unaweza ukaamua kutumia taarifa zao wote. Kwa hiyo utachukua kitambulisho cha mpiga kura au kitambulisho cha NIDA, pengine leseni ya udereva au passport ya kusafiria. Hizi zote ni nyaraka ambazo zinakubaliwa kwa ajili ya kuwatambulisha wazazi unapokuwa ukiomba cheti cha kuzaliwa. Baada ya kuwa umepata cheti cha kuzaliwa, hapa sasa unaweza ukaendelea na mchakato wa kuomba kitambulisho cha utaifa, yani NIDA. Watu wengi huwa wanafanya makosa makubwa sana wanapoanza kufuatilia maombi ya NIDA, kwa sababu wengi wanaenda moja kwa moja kwenye ofisi za serikali za mitaa au wanaenda moja kwa moja kwenye ofisi za NIDA bila kufanya haya mambo ya msingi ambayo yanawasaidia wao kufanya mchakato kuwa rahisi. Moja ya kitu cha msingi sana ambacho hauwezi ukakiruka kwa namna yoyote ile ni cheti cha kuzaliwa, kwa sababu mtu anapokuwa akijaza fomu ya maombi ya kitambulisho cha taifa yani NIDA, akifika kwenye taarifa binafsi kipengele namba 6 ataomba namba ya cheti cha kuzaliwa, mara nyingi anakuwa hana. Hapa nazungumza na mtu ambaye bado hajapata cheti cha kuzaliwa na tayari yupo kwenye mchakato wa kuomba kitambulisho cha taifa yani NIDA.